Tumesalia na siku takribani 5 kurudi kwa michuano ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Sasa leo hii niko hapa na shabiki wa klabu ya Simba maarufu kama Shabani Mpira Pesa, mwenyekiti wa tawi la Simba la Mpira Pesa hapa Magomeni. Ana vitu vingi sana vya kuzungumza na sisi. Tunafahamu kwamba mechi 5 zimesalia kuelekea kumalizika kwa msimu wa Ligi Kuu 2025-26 na wao wamejipangaje, kwa sababu mchezo unaofuata ni dhidi ya Pamba Jiji pale KMC. Wao kama mashabiki vipi basi iliza wameipokeaje? Lakini pia kuna taarifa za kudai kwamba wanadaiwa ama hawajawalipa mishahara wachezaji. Taarifa hizo wao kama mashabiki wamezipokeaje? Nitakuwa na hapa kwa ajili ya kuzungumza naye vitu mbalimbali. Mimi ni Irene Junior. Vizuri. Tuko vizuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Jumatatu jema, siku nyingine tena ya kuelekea kutafuta mkate wa Bwana. Tumeamka salama, tunashukuru Mungu. Sasa hivi kutana na wanasimba wengi wanasema Ligi Kuu irudi kwa ajili ya kuitazama Simba yao, mmeimisi? Kwanza tunaomba ligi irudi kwa sababu ligi nyingi duniani zimeisha. Na tumeona kafu wametoa nani yao tarehe 30 ya mwezi huu mwisho wa kupeleka majina kwa sababu ya kushiriki mashindano yao usajili. Kwa hiyo tulikuwa tunapenda ligi ichezwe tujue nani anabaki na nani anaondoka. Lakini kutokana na mwingiliano wa ratiba ya FIFA ya mechi za friendly match, hata kama mechi zetu zimeshindikana kwa sababu ya ugonjwa ambao ile nchi tulioenda Morocco kulikuwa na shida ya Ebola. Kwa hiyo mechi zetu hakuna, lakini tulitamani ligi ichezwe. Lakini kwa sababu tuko nje ya ratiba na Azam nao wana mipango yao, naona sababu tuna mashindano ya World Cup kuanzia tarehe 11 yanakuwa yanaanza. Kwa hiyo sisi tunataka ligi irudi, sio kwa kuona Simba, tunataka kuangalia starehe zote, kwa sababu ligi mechi 5 zilizobaki zina vituko na vimbwanga. Kwenu au kwa timu? Kwa timu zote ambazo tunazocheza nazo. Sio mwana Dodoma watu pale tuwafunga goli moja tena goli lenyewe la kuforce, lakini watu wamelia. Sasa hizo mechi zinazofuata ndio tutazidi kuona vituko, kwa sababu mechi za mwisho ni za ahadi. Yaani timu tunazocheza nazo zote zilizobaki ziko kwenye ahadi. Kwa hiyo kama timu tunazocheza nazo ziko katika ahadi, mtaona vimbwanga vingi sana. Lakini sisi tunachohitaji matokeo, na kila mwana Simba kwa eneo lake alilokuwepo anajua timu yetu inachohitaji, lazima tupate matokeo, alafu then matokeo ya watu wengine tutaenda kuyajadili baada ya sisi kupata matokeo, kwa sababu uweze kujadili tukio la mtu mwingine kabla wewe mwenyewe bado hujafanya vizuri kwenye mechi zako. Kwa hiyo katika mechi zetu tuhakikishe tunapambana, tunapata matokeo, then wengine watakapoharibu au itakapokuwa na sisi tuweze kufanikiwa. Lakini mechi zetu 5 lazima tupambane kwa nguvu moja. Ukiwauliza sasa hivi wana Simba wanakuambia ubingwa wa msimu huu upo mikononi mwa Azam FC pamoja na TRA, kwa sababu wao ndio wameshikilia hatima ya Simba kuwa bingwa. Na wewe una maoni hayo? Yaani hayo maono ya kila mtu kwenye nafsi yake. Lakini mimi nasema kwenye mechi 5 zilizobaki, sisi au wao, timu yoyote inaweza ikafanya msimamo ukaenda kubadilika. Inawezekana ukategemea Azam TRA sengine akafeli, akaja kumsimamisha mtu mwingine kabisa ambao wewe kumtegemea. Hamna mtu anategemea kama Dodoma anaweza kumsimamisha Yanga. Hakuna mtu alotegemea sisi mechi yetu ya Coast ingekuwa ngumu au ya Dodoma Jiji. Lakini kila mtu kaona si Dodoma katika msimu huu wa ligi tumechukua pointi 4 kwake, wakati na kaida kuchukua zote 6, lakini tumechukua 4. Kwa hiyo huo ndio ugumu wa ligi. Sasa kama kuna mtu ametabiri kwamba si Azam si TRA, mimi upande wangu mimi siko huko. Ila anasema mechi zote zilizobaki ngumu, kwa sababu mechi hizi kila mtu, kuna mtu anataka kukaa kwenye nafasi ya 4, kuna mtu anataka ajihakikishie asicheze playoff, kuna mtu, yani kuna vitu vingi hapa katika hizo mechi za mwisho. Kwa hiyo katika timu ambazo zinahitaji zijihakikishie zishuke daraja au kucheza playoff, pamoja na timu tunazocheza nazo sisi, Mbeya City nafasi yake ni mbovu. Leo Mbeya City atakapongata meno, na maana na vitu viwili anatetea. Kwanza anatetea ajihakikishie nafasi yake, lakini la pili na yeye lazima atapewa ahadi ili tuharibu mwingine afanyikiwe. Kwa hiyo wanae makini ni Mbeya City. Yaani sio timu zote dada. Mimi nikwambia kitu. Lakini Mbeya City imecheza naye saa 8. Saa 8 Mbeya sawa na saa 10 ya Dar es Salaam. Tena inawezekana saa 8 ya Mbeya na saa 10 ya Dar es Salaam, saa 8 ya Mbeya ikawa ndo yani iko vizuri kuliko saa 10 ya Dar es Salaam kwa jua. Kwa hiyo hiyo tunaona kawaida. Na sisi tuko jeshini. Mwanajeshi achagui muda gani achukue silaha aende akapigane. Akiona watu wanafanya mashambulizi, yeye anaingia mtamboni. Ratiba imesoma hivyo na sisi tumekubaliana nayo, na tuko kwenye maandalizi kuhakikisha tukimaliza mechi ya Pamba then tuelekee Mbeya tukapambane. Ila niwaambie watu wa Mbeya jukumu la kwao.
Simba inapoenda katika mkoa wako, wewe mwenye mkoa ule uliokuwepo, kama wewe ni Simba, hakikisha unafunga mkanda, hakikisha unapambana kwa hali yoyote, unatetea logo ya klabu ya Simba na timu ipate matokeo. Hiyo ndio sifa ya mkoa wako. Ndio maana hata kuna mechi viongozi wanajadili kwamba mkoa fulani tukienda sisi tunaenda kufanyikiwa kwa sababu ya ule mkoa umesimama. Kwa hiyo Mbeya tuna uhakika ni mkoa wetu Simba. Tukienda Mbeya au waga hatuangushi sana. Watu wa Mbeya wana upendo na klabu yao, lakini ni watu ambao tukifika Mbeya hatupotezagi sana mechi, tunapambana vizuri na uhakika hata hili wanalitambua. Tunajua Mbeya City na timu ya mkoa wao, lakini kuna timu ya nchi. Nchi na mkoa ni vitu viwili tofauti. Timu ya nchi Simba, timu ya mkoa wako Mbeya City. Kwa hiyo mimi katika uhalisia lazima ubaki kwenye timu ya nchi. Sawa, katika kipindi cha hivi karibuni kuna taarifa ambazo zimeenea mitandaoni kuhusiana na basi ikiwemo ni ahadi ambayo ilitolewa na Jairut. Taarifa hizi zimeonekana kupigwa vita sana na watani zenu Young Africans wakisema kwamba basi lenu ni used, tajiri hawezi kuwaletea iliza. Ulofa tu mamangu. Kuna watu wanakula mlo mmoja au awali, afu wanaenda kumtukana tajiri au yeye anajifanya tajiri hana lolote, ule ulofa. Yaani ukimuona mwenzio anacho, wewe una. Ili maendeleo yasonge mbele na wewe uweze kupata maendeleo, pambana upate zaidi ya yule aliyokuwa nacho, au pambana upate kama cha yule alichokipata. Yaani hayo ndio maendeleo ya mtu ambaye sio ulofa. Inawezekana usisome lakini ukatembea. Ukitembea unapata elimu. Unapotembea unakutana na watu wa staili tofauti. Kuna wengine wanacho, kuna wengine hawana, kuna wengine wamesurvive kwa maisha haya. Kuna vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ukiona wanazungumza vile, ule ni ulofa. Yaani ulofa maana yake hauangalii cha mbele. Wewe unachoangalia cha hapa tu, ili mradi ni mseme Shabani kapata 200, huyu hana lolote, mimi ananiambia kitu chochote. Wakati wewe shilingi 100 una, lakini mimi 200 ninayo. Ule ni ulofa. Sasa Simba wana basi ambalo wanatumia. Nadhani yuto ile basi. Yuko safi kabisa. Lakini mzabuni wetu wa klabu ya Simba ambaye kwenye mkataba wetu yupo Jairut na kampuni yake Jairut, alipoingia mkataba bilioni 38 wa jezi. Katika mkataba ule kuna vitu aliviweka pale. Aliweka gari, alisema atatengeneza jezi yenye quality mzuri, alisema kila msimu atasajili mchezaji mmoja ambaye ana uwezo, na alisema atakuwa katika mmoja wapo wa watu ambao wa kuhakikisha Simba tunakuwa na uwanja, na yeye akadiriki kusema atachangia au atafanya mpango tupate uwanja wa watu 10,000. Wenzetu wanaingia mikataba kila kukicha, na nyie mwandishi mashahidi, ukiachia GSM, lakini kuna mikataba ya makampuni mengine wanaenda kuingia, mikataba ya kitoto ambayo mikataba haina uwezo kununua basi. Hivi mkataba milioni 200 unaenda kununua iliza? Ndio mikataba yao. Sisi tushatoka kwenye mikataba milioni 200. Nenda katika kumbukumbu zao, mikataba mingi milioni 100, 200, 300, imezidi 500. Uwezi kununua iliza. Sasa Jairut mkataba wake bilioni 38 kwa miaka 5. Sawa? Kwenye bilioni 38 una uwezo kutoa hata bilioni 2 ukanunua iliza. Sijui umenielewa hapa maana yake. Sasa leo wanalalamika basi letu bovu kwa sababu mikataba yao hairuhusu kununua hiyo gari. GSM kila jezi wale wanachukua 350, 200 si 350. Unanunuaje iliza? Wivu kumbe ununua. Wivu tu, hamna lingine. Kwa sababu kama mwenzio kanunua kitu wewe ambacho hauna, basi wewe inabidi upambane na wewe upate cha kwako. Mimi leo ningewaona watu wa maana wangekuwa wanasema hivi, GSM bwana, si hatukubali kwa jinsi hali ilivyo, si tunanunua sana jezi, tunataka utuletee iliza la CM mpya hapa. Tena kuna mtu nimemwona anasema ya kweli imekuja silver, ya kwetu itakuja ya njano. Kumbe ile rangi inapakwa, zile zitakuwa stika. Sababu gari zote unazoona za makampuni na nini, Simba leo hawawezi kuipaka ile rangi wakaandika maneno. Simba watabandika stika, labda ni watoe ushamba kwenye hilo. Ili kesho akija mdhamini mwingine ile stika na bandulio inabandikwa tena basi la klabu. Lakini mtu anakuambia basi letu likija litakuwa la njano, litakuwa la kijani. Umeona ulofa wao sasa. Yaani kila sehemu wao marofa tu. Yaani hawaelewi. Sasa iliza yetu imekuja. Na katika historia ya nchi ya Tanzania, timu zenye iliza toka dunia iumbwe hizo, wa kwanza mimi nasema kutoka moyoni Azam FC.
Wa pili ni Simba Sports Club, hata dunia ikipinduka leo kwenye historia wao hawana. Hiyo iliza wanasema mbovu, wao hawana, lakini sisi tunayo. Sasa ukiona mtu anaenda kupondea kitu hana, huyo mtu sisi kwa kwetu tunamuita lofa. Yaani lofa mtu ambaye haeleweki, shilingi 100 hana lakini anavimba mjini. Wivu tunao. Yaani wivu na wasumbua, na sisi tuwaambie. Wameletewa makaratasi ya uwanja. Sisi ndo tutaanza kujenga kabla yao. Hata kama tunao. Ujenzi unaanza kesho. Sisi tunao. Wanaanza kesho Basi waanze kuchimbua lakini sio kujenga. Maana kelele sisi zimekuwa nyingi, wataleta greda watatimbua pale ionekane wameanza. Dada, kitu chochote kinakuwa na mikakati. Umeelewa? Kuna watu washalipwa. Maana pale kuna watu ingebidi walipwe ili eneo liongezwe. Sio unaenda kuomba kwa serikali, washalipa. Serikali si imewapa eneo tayari. Sio eneo lao lipo. Yaani eneo lao wamewaruhusu kujenga. Kuna kukupa afu na eneo lako lazima uchukue vibali ujenge. Kuna vitu viwili tofauti hapo. Mpaka wanawaambia wanachama wao kwamba tunaanza ujenzi kesho, si inamaanisha kila kitu kimeshakamilika. Hata siku ile Elisi alisema ujenzi unaanza kesho. Siku ambayo ameenda kufanya press na tajiri akaenda pale. Ghalib Saidi. Sawa na akasifiwa sana. Kama rekodi unazo, nadhani wewe ulikuwepo kwenye ile press. Hakusema tunaanza kesho. Tusubiri kesho ianze. Na wanasema wanaanza kesho, waende kupeleka magreda, wataanza kutibua kwa sababu iliza imewavuruga. Iliza imewavuruga tena imewachanganya yani. Jamii itakuja mapema hivi. Ushawahi kuona mwizi unamkamata umpige afu unamtikisa. Utumbo, maji ya kunywa, kinyesi, ni vyote vinaenda vinachanganyana hapo unamweka pale anakufa. Na ndo tulivyowavuruga Yanga. Katika ile iliza. Yaani tumewatikisa. Yaani wale wataalamu wa kutikisa wale, mwizi apigwi, yani unamkamata, umpige hata kibao. Wewe unamtikisa tu, unamchekecha. Hapo unamwambia nenda. Damu ya kichwani inakuja miguuni. Damu ya miguuni inaenda kichwani, uponi. Ndio sisi tulivyovuruga kwenye ile iliza. Kwa hiyo wale wamepagawa. Sasa ili wapoze, watu wao waende kuonekana sahihi. Kesho magreda ataenda. Yote kwa sababu ya iliza. Iliza mwavuruga mama yangu, si ndo klabu ya pili kumiliki ile basi mwingine. Nani nitajie zaidi ya Azam. Hivyo wachezaji nao hawajisikii la wala wachezaji wa Azam wanavyoshuka kwenye iliza. Leo kila mchezaji anataka kuja kwetu ili mradi ashuke kwenye ndinga hiyo. Hadi wa Yanga. Kwenye sufa. Sasa kumbe kuna mtu anataka kupanda gari sieleweke. Basi lao lile tata. Kuna time hata KMC waendi nalo wanaenda na Costa. Hivi basi mnalo mnakodi Costa. Sababu zile Costa sio zao, zinakodiwa. Basi mnalo. Gharama ya kukodi Costa mna uwezo wa kuweka mafuta na change kabaki wala kodi Costa. Mechi ngapi anaenda na Costa? Basi bovu. Basi leo kumbe bovu. Ndio maana anaenda na Costa. Meja Samuel kwa mechi yetu mmoja na Costa. Mechi kibao KMC wanaenda na Costa. Uongo? Unanijulisha wewe. Ndio nakwambia hata mimi nakupa. Basi hilo ukipanda ndani ngwengwe inakupata. Ndani lina joto moja kwa moja, yani ndani mbona unaomba vurugu moshi mule ndani ta fulani. Wachezaji wanaona bora wakodiwe Costa. Wachezaji wao wanaenda, ushaona Simba Dar es Salaam wanaenda na Costa. Yuton yetu inaenda. Mikoa ya karibu basi linaenda wanakuwa nalo. Wao wanaenda na Costa. Alafu wanaisema iliza. Alafu wanaenda kuisema iliza goma ya bilioni ngapi wewe bwana? Acha mambo yao bwana. Sisi tumepatia katika lile. Mimi niseme. Nichukue nafasi hii kumpongeza Jairut, najua anatekeleza ahadi. Anatekeleza kile ambacho kakiahidi na tumwambie Jairut. Msimu huu usajili imebaki mechi 5 tu. Usajili yani huu mwezi huu ushaanza kufanyika. Tuna uhakika katika ahadi yake ya kila msimu anasajili chuma kimoja cha maana. Basi ataleta chuma kingine. Huyu ndio mwamba Jairut. Sababu kila usajili analeta chuma kimoja chenye mahaba na mashabiki pamoja na mwalimu alichokipendekeza na mashabiki tunakipenda. Hamna mtu asompenda Eno Luemba, hakuna huo uongo. Ukiona umpendi basi wewe una mambo yako kwenye moyo wako. Kwa hiyo hata hili basi yule bwana kaleta na mchezaji atasajili na tumesikia yule bwana kila mwaka kwenye kuchangia uwanja yeye anatoa bilioni hiyo. Miaka 5 atachangia bilioni hiyo. Bilioni 5 na uwezo wa kujenga majukwaa ya kukaa watu 10,000. Kwa issue ya uwanja tutegemeeje mapema kabisa? Mapema sana. Yaani mimi nikwambia kitu, uwanja wetu ukianza hauna comedy. Hauna comedy. Inawezekana wakaanza kuchimbua. Ila si tukamalizia kama mbio ndefu. Mbio ndefu unajua yule mtaalamu anakuwa kama vile ananyata.
Kilomita zikikaribia kuisha tu yule anejua maana ya mbio anakupita na kwa yeye namba 1. Na ndio mbio atakapokuwa. Wao wanaweza wakaanza kuchimbua kesho ili mradi kupoza haya mambo ya iliza yetu Simba. Lakini si tuwaambie wachimbue, si ndo tutamaliza uwanja kabla yao. Hao ndo Simba, hiyo ndo Jeruti na hao ndo mambo ya matajiri Mohamed Dewji na Jeruti. Watu hatari. Haiwezekani sehemu kwenye watu wawili wenye mizigo ambayo sio ya magumashi afu jambo lisiende, huo uongo. Sasa hivi wanasema kwamba wachezaji hawajalipwa, wanadai mishahara. Nani anasema wanadai? Si ndo hayo mambo wanataka kwenda kuua kwenye iliza ionekane wachezaji ni mradi watu vuruge. Hakuna atakachotuvuruga. Simba idaiwi mshahara ngo. Simba wachezaji hawadai ngo. Kupitishwa mshahara siku 5, siku 6 mpaka siku 10 ni kawaida. Kuna watu labda hao wanaosema hao ndo wale tu wameenda kusomea vikazi vya uandishi wa habari, siku 2 wamepewa kibarua pale Jangwani, wanasema wameajiriwa. Wawaulize watu walioajiriwa kwenye serikali. Saa nyingine mtu mwezi mzima mshahara hajapata. Uongo? Inatokea mistake kama hizo kwa sababu kuna mambo ya system ya mishahara, kuna mambo mengi kwa sababu ile ni taasisi. Ule sio uchochole, ile taasisi. Waache ushamba. Ndio maana nakwambiaje dada, ulofa unawasumbua. Yaani vyote wanavyovifanya ulofa. Hamna kitu kibaya kama mko kwa ulofa. Hii haina shida, wewe twende. Yaani ulofa watu unawasumbua sana ulofa. Kwa sababu kama asingekuwa ulofa, ina maana hata baba yako wewe hajawahi kuajiriwa. Unataka kuniambia maisha ya mzazi wako wote wanafanya kazi mshahara hujawahi kuchelewa? Wazazi wa Simba mshahara wamechelewa siku 5. Na kuna weekend hapo katikati, kuna mambo mengi hapo katikati, lakini mpaka tarehe ngapi washalipwa wote? Haya, wewe unasemaje? Ule ulofa. Wale malofa ndio maana ulofa ule wamelisi. Hapo kibaya zaidi wanalisi ulofa. Toka enzi hizo wazee walotaka ile klabu wamekubali kwenda kupewa kwenye sehemu ya maji machafu, ule ulofa. Simba si tumepewa sehemu ya maji machafu. Si tumepewa Dar es Salaam Kariakoo. Wao wamepewa kwenye mifereji ya maji machafu, ule ulofa. Umeanza muda mrefu. Toka zamani Dar es Salaam wote poli waende kukaa kwenye mifereji ya maji machafu, wewe ule si ulofa ule. Kwa hiyo wale wanalisi. Kuna ugonjwa akiumwa baba yako si babu yako na unalisi. Pumu sasa wale wanalisi wale ulofa. Ulofa supu bure ulofa. Leo wewe mtu mkubwa mzima unakubali mwanaume mwenzio kila kitu akuwekea kupe bure. Kuna siku wamedai mpaka maji kwenye uwanjani kwenye siti wawekewe maji ya kunywa bure, na wakienda nyumbani chakula wapelekee wake zao bure. Wewe uone kama hao malofa. Kwa sababu tajiri anaweza. Ule ulofa, kuna matajiri zaidi ya GSM. Hivi Balesa na yule Ghalib Saidi tajiri nani? Kashaye kuweka maji bure uwanjani watu waende kula supu. Hivi Mohamed Dewji na wakina Balesa wakina GSM wote tajiri nani? Mohamed inasoma benki. Yeye ndo tajiri namba 1 Tanzania, na katika ukanda huu wa Sekafa yeye namba 3, si namba ngapi? Ushawahi kuona kaeka bure? Nyinyi mnajua alivyoitafuta ile hela, wewe unataka vitu vya bure tu. Angalieni, ndio maana mnakuwa kama mmepagawa nyinyi. Mmeshaelewa bana? Kwa sababu haiwezekani mwanaume mwenzio anakupa kitu tu bure. Wewe unachukuaje bure? Tena kubwa zima bure. Na ndio maana klabu haisongi na mazao kwa mgando kwa sababu ya ulofa. Ule ulofa. Si soma lofa ujue. Si tunajaza Benjamin Mkapa watu 60,000. Tiketi ya 5,000 na nunuliwa 20,000. Ili watu waende kumuona Lunyasi. Ule sio ulofa ujue dada. Ule watu wana mipango kwa sababu kuipata hiyo pauni 20,000 ukate tiketi lazima upambane katika maisha. Wale wengi wanaonekana sio wapambanaji, wanapenda bure bure. Ndio maana mimi nawaambia acha ulofa. Basi la kwetu na tunatamba nalo na tutavimba nalo. Na mwamba Jeruti tumwambie Jeruti, fanya unachokiweza baba. Umetunong'oneza wanachama klabu ya Simba tunaitakia mema. Umesema utanunua ndege. Sisi tunakufanyia dua ndugu yangu, kila siku ununue ndege timu yetu iwe ikienda mkoa wa mbali kuanzia kilomita kadhaa. Wanaenda na ndege, iliza inaenda peke yake, inawasubiri, inawapeleka uwanjani, wakimaliza wanakwea ndege, wanarudi Dar es Salaam. Hayo ndo maisha ya Simba. Sio basi peke yake. Basi la nini peke yake halitoshi. Kwa thamani ya klabu yetu na ukubwa wa klabu yetu. Sawa, kwenda kuwa mpaka leo ndege hatuna ni kosa kubwa. Lakini kwa sababu tunajua kila kitu kinaenda kwa utaratibu. Mimi na uhakika baada ya iliza ndege itakuja. Sababu hata leo uwanja tunao. Leo TFF wasema kila mtu akasimame katika uwanja wake. Yanga atasimama uwanja gani? Leo aseme Jangwani pale. Jangwani upo uwanja unavyoona, kuna uwanja kulaza magari 2,000 mpaka jioni. Unaenda Kariakoo sababu parking hamna. Si ulazi Bunju. Leo kuna nini ya waandishi wa habari Bunju kule wanaita nini?
leo media day. Simba wanafanya wapi? So Bunju. Simba waamue kualika mechi ya kirafiki, hawezi kucheza Bunju. Sasa uwanja wa Simba amekodi yule. Wao waambie sasa waende kucheza kwenye uwanja wao. Kuna mtu kaniambia wao Vic Town kwao. Vic Town Club Bidol walikuwa wanadaiwa, walifukuzwa. Walifukuzwa, wanadaiwa. Sasa leo wewe unasema kiongozi wako anajenga uwanja bilioni 60 wakati katika usajili mnadaiwa. Tena unadai wachezaji wa milioni 200, 300 wanadai. Wamepigwa bani au bani imefunguliwa? Huo ni uongo, kwa sababu haiwezekani leo wewe ujenge uwanja wa bilioni 60 alafu ushindwe kuwalipa wachezaji ambao umewasajili kwa milioni 200, 300. Hilo wenyewe umesema wadaiwe. Nani wadaiwe? Uongo. Waongopeni ndugu zao, sio sisi. Sasa hivi dunia kijiji kiko mkononi. Yaani wewe ukisema uongo basi mtu ana Google papa anaona wamefungiwa. Simba shausikia amefungiwa kusajili kwa sababu inadaiwa. Kwa sababu wanafanya vitu vyao vilivyonyooka. Wao wanadaiwa usajili milioni. Tena wachezaji hamna mchezaji wa bilioni 1, 2 hakuna. Wachezaji milioni 300, 400, 700 ya maandishi, lakini pembeni mtu anapewa 300. Lakini hata hivyo wanadaiwa na wamepigwa bani. Nasoma mara ya kwanza. Sasa mtu kapigwa bani atanua iliza. Kuna vitu vingine sio mpaka uambiwe dada. Yaani wewe mwenyewe ukiona tu unajua kwamba hawa viongozi ni waongo. Sawa? Kuna vitu Elis kaviahidi kabla ya uchaguzi huu haujaja. Ujue uchaguzi wao mwezi wa 8 nimesikia. Ndio maana akasema anajenga uwanja na Magreda ataenda. Sababu kuna watu nishaona hata kukoshana kucomplain. Huyo tutakapomchagua uwanja aweze kujenga tena. Lazima Magreda yaende pale. Yatibue kama mwaka ule walipeleka Magreda. Watapeleka tena Magreda kutibua pale. Uchaguzi ukipita ule bwana kimya. Aliahidi miaka 4 katika utawala wake. Atabadilisha miundombinu na kutengeneza uwanja kwenye miaka 4 yake. Akashamaliza kabakiza mwezi mmoja atajenga uwanja. Matarajio si hapo, lakini hati imeshapewa, wameshapewa na serikali. Hati kila mtu anayo, hata Simba tunayo, tumejenga. Tuna uwanja wa mazoezi lakini mzuri. Lakini uwanja wa mechi hatuna, lakini hati tunayo. Leo Mohamed tumesikia kapeleka kwenye baraza la udhamini, anaomba kutengeneza uwanja wa Simba, baadhi ya vitu vikishakamilika. Ndio hivyo. Lakini hati tunayo. Au hatuna, tunayo. Lakini wao sasa wanaenda kusafiria nyota ya watu wengine, mara sisi iliza bovu, sio iliza hivi. Na nimemwona kijana mmoja ambaye hajielewi maisha yake yenyewe, ajua anatafutaje, anatoa siri za kambi. Basi lile jekundu jana akajipiga, basi mnaliona iliza ili kioo cha nyuma kimevunjika. Haya, wale walokuajiri wakikuona wakikufukuza kazi hao Yanga wataenda kupa hela. Tumia akili kijana. Nimemwona yule kijana ana vitu vya kitoto, na kisheria yule inabidi afukuzwe kazi. Kwa sababu kitu chochote kinachofanyika katika eneo lako la kazi ni siri ya eneo lako la kazi. Yule kaenda kakashfu kazi kwa sababu Jairut zile gari zinavyokuja analipa ushuru, kodi ya nchi. Basi zile mpaka leo kuna vitu vinakamilika document kwa sababu ya TRA, ndio maana zijatoka. Analipia yule kijana, analipia nini? Anatoa siri ya kambi kwamba ili basi limevunjika kioo. Wewe kama nani? Yule kijana afanywe kazi. Nadhani nyinyi wote mmemwona yule katika mitandao. Tena kavaa kabisa dipsi, kavaa na kofia ya kazi, na maana yuko kazini. Yule arudi akakaange miogo mtaani. Sio kazi yake. Mimi nakwambia, kwa sababu wale ndio watu ambao wanaotoa siri za pale. Wale ndio wanaoelekeza wezi labda akaibe. Kwa sababu kama kazungumza vile yule kijana, ana uwezo kabisa wa kumwelekeza mwizi gari ile ina tairi mzuri na redio mzuri. Au yeye mwenyewe akashirikiana na uwezo akaenda kutoa vitu. Kwa nini wewe uko kazini uende kurekodi upuuzi kama ule? Yule kijana, mamlaka ya bandari ni mamlaka kubwa na ingizia mapato katika nchi. Jairut mizigo yake yote inapitia bandarini na inatolewa bandarini na analipa kodi. Mlipa kodi kadhalilishwa kwenye lile. Yule kijana afukuzwe kazi. Kama mwajiliwa na kama kibarua hafai kabisa kuwepo kibarua, nafasi yake haiko. Alionyesha basi limepasuka kweli. Kaonesha, kazungumza, hata kama halijapasuka ina maana kaashiria nini? Unapochukua kisu hata kama hujamchoma mtu, kimwataki mtu umekusudia kuua. Yule kale hodi. Basi ili hapa, basi bovu mnaliona la Jairut, basi kioo cha Juma kimevunjika. Kweli hii iliza hii. Anakashfu mlipa kodi. Serikali angalieni hawa vijana wauni. Hawa ndo wanaosaliti vitu vya bandari. Yule kijana hastahili kuwa kibarua wala mfanyakazi wa bandari. Akapike miogo. Kaange miogo, aje mtaani tuje kuchonga machungwa wote. Kama mimi ninavyochonga machungwa. Mimi sinauza machungwa na yeye aje tuje kuuza machungwa wote kwa sababu ile kazi haiwezi.
Sawa bwana, kwa kumalizia, mchezo unaofuata ni dhidi ya Pamba Jiji pale KMC. Matarajio ni yapi? Mmejiandaa vipi kukutana na Pamba Jiji baada ya mapumziko mafupi? Mechi zetu za mwisho kwa Dar es Salaam nadhani zimebaki 3 za ligi. Mechi 3 hizo naomba tu wana Simba tujitokeza kwa wingi uwanjani, tukasupport timu yetu, tuache maneno ya pembeni. Kama una kitu chako chochote umeachiwa na babu na bibi, basi siku hiyo uwanjani njoo nacho, kausha nacho. Vitu gani tena hiyo? Hiyo tena hiyo ya kwetu sasa. Hiyo haingiliwi na mtu hiyo. Yaani hiyo ya kwetu. Hiyo sio ya Steve Barker. Steve Barker anafundisha. Sisi tunaoka nje sasa. Tuwe tuna vikolokolo vyetu tunakuja navyo tunakaa nyuma tu hivi tunatulia. Yaani kama kijatokea kitu. Yaani kama kijatokea. Hapo elekeza vizuri. Ndio hivyo, kwa mtu muelewa anayejua matokeo ya Simba. Anayejua kwamba mpira wa Tanzania unachezwa kwenye staili nje na ndani. Si wanasemaga wanacheza nje na ndani. Kwani wale mbuzi waliogopa kwenye BM waliogopa kwani mbuzi wanacheza? Kila mtu aje na chake. Kama kibendera cha kona tulia. Kama nyuma ya goli tulia nacho. Sema yote tulia nacho. Mechi ichezwe tupate matokeo. Tunachohitaji matokeo, sio story. Tujaze uwanja, tupige kelele sana, ngoma zilie sana, tupige kelele nyingi sana hadi ule mpinzani akija pale akili achanganikiwe zaidi huko alipochanganikiwa. Alafu la pili sasa, kila mtu mwenye chake aje nacho atulie nacho kwenye chaka lake, inategemea maelekezo alopewa. Kama nyuma ya uwanja. Kama nyuma ya goli kibendera cha kona au popote wewe tulia. Yaani wewe tulia nacho tu. Pap, alafu nuia yale manuizi babu kakwambia au bibi hai. Ni mradi mtu hapo sasa si ndio ligi. Unajua ligi, umeona hii ligi dada. Ligi kila mtu anaenda kivyake. Umeona Dodoma wale. Dodoma yule mgoli alichoka nakifanya wazi. Kuna muda alijifanya kaumia, kuna jamaa katoka kwenye benchi kaenda kumweka kitu katika gloves. Sasa kile cha mazoezi. Sasa kama ameweka kile na sisi tunaweka chetu. Ndio mambo mama, si ndo mpira. Ndio mpira. Kuna wachezaji wengi wanakuja hapa wanaonekana viwango vyao vibovu lakini wanachezewa. Huo ni ukweli. Mohamed Bajabe yuko wapi? Alikuwa majeraha tangu anakuja. Haya huko kwao majeruhi. Make juzi wamecheza kati ya mbili. Au uongo timu ya taifa. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo na watu wanasema serikali haamini hivi vitu. Ila wewe baki nayo kwenye nafsi, wewe sio serikali. Yaani wewe mwananchi. Yaani wewe cha kwako kifanye unachokijua wewe kinafaa. Kwenye mechi hizi za mwisho 5. Tia jiwe upande wa pili. Nenda kwetu kaweke mipango tuende kupata matokeo. Simba wote duniani tufanye hivyo. Kama wewe kwa sababu kuna mwingine yeye zake dua. Tia udhu, funga utakavyofunga, muda wa mechi yetu, swali sunna zako, muombe Mungu tupate matokeo. Na muombe adui njaa. Huo ndio mwendo wa mechi 5 zilizobaki. Na Steve Barker ile kazi yake sisi atomwingilie. Atuseme ampange nani, sijui nani acheze. Si haituhusu. Sisi tupige nyundo zetu kwa sababu sisi kazi yetu sio kazi ya mwalimu. Mwalimu tumwachie mwalimu, wachezaji wafanye kazi zao wachezaji. Kuna kazi ya nje ambao nyinyi ndio mnahusika. Kila mtu aende kwenye kona yake katika mechi 5. Kila mtu akakamate engo anajua yeye. Yaani ndo maagizo yangu, lakini niwaambie watu wa Mbeya, hao watu wangushagi. Na uhakika kabisa tukimaliza mechi ya Pamba tunaenda zidi ya Mbeya City. Mbeya tutarudi na pointi 3 tutaelekea Arusha. Niwaambie watu wa Mbeya wote wa Mbeya. Wazee wa Mbalizi, wazee si wapi wote tukutane Sokoine Stadium. Twende tukasupport timu yetu then tuende kufanya vizuri katika mechi zijazo kwa sababu tukishinda mechi ile na mechi ya FA ya Coast tutafanya vizuri na zingine tutashinda, then tusubiri adui na yeye huko. Je, ataenda kuuliwa au adui atabaki imara? Kama akibaki imara atashukuru Mungu. Kama akienda kuuliwa basi sisi tutachukua. Nani yetu tuchukue makombe yetu mawili. Kombe la ligi kuu pamoja na Federation. Yote tuchukue then maisha mengine yaende kwa sababu kama mwaka huu tukichukua yote msimu ujao ndo tutakomba hadi takataka za barabarani. Hilo timu linalosajiliwa na hilo timu linalosajiliwa na Ojeruti na Mohamed Dewji na chini. Kwa uzuri kabisa mwenyekiti wa tawi la Simba la mpira pesa hapa Magomeni maarufu kama Shabani amezungumza vitu vingi sana akiwataka wana Simba kuja na vitu vyao, kila mtu awe na kitu chake kwa ajili ya kuhakikisha klabu yao Simba inapata matokeo hasa kwenye hizi mechi za mwisho za msimu. Lakini pia ameweza kuwasihi watani zao Yanga watimize
kuelezea ahadi zao, kwa sababu wao ahadi zao zinatimia. Jerut alisema analeta basi, hatimaye imekuja, lakini pia aliahidi atajenga uwanja na tayari harakati zinatarajia kuanza hivi karibuni. Kwa hiyo mambo ni mengi, lakini pia amesema kwamba bado ana matumaini ya kupata matokeo kwenye mechi 5 za ligi zilizosalia na kuhakikisha wanachukua ubingwa wa makombe yote mawili ambayo yamesalia, kombe la FA lakini pia kombe la ligi kuu Tanzania bara. Mimi ni Ellen Junior, nyuma ya kamera ipo director Moji.